بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له سبحانه ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Watukufu wa Islam, leo ni kipande cha pili kwenye mlango wetu huu wa 60 kwenye kitabu Tanbihul Ghafilin aliuita Sheikh Muallif babu ma jaa fi shukr, mlango yaliyokuja kuhusu kumshukuru Mola. Huyu mlango kuanzia kabla ya Ramadhani tulikuwa tumeuikalia, lakini utashi wa Allah inaonekana kwamba ulipangilia leo ndo tuumalizie, kutegemea kama tutaufikisha mpaka chiki wangu kwa jinsi ulivyokuwa mtamu na ulivyokuwa unanoga. Lakini ana urid wa anta turid wallahu yafalu ma yurid. Kweli mimi nataka tufanye, pia na wewe unataka tufanye, lakini Allah ndo anafanya atakavyo. Wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Hamwezi mkataka mpaka Allah atake, Mola wa walimwengu. Huyu mlango mmeusahau bila shaka, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa utafuta kwenye darasa letu kwenye channel yetu ile channel ya Imran, Allah mhifadhi, nikaukosa, nikawa nimeukosa mlango huu. Kwa hiyo umesaulika kuwekwa kule kwenye channel yetu, lakini alhamdulillah, kwa sababu tuko na rekodi za sauti ndio zikaniokoa. Maana nilipokuwa nikiandaa kama kitabu na siku nyingi sikizungumzi, kuna wakati nasahau wapi nilipoishia, lakini nakuwa najitahidi mpaka nijue ni wapi tulipoishia, nisikosei. Nakuwa na njia zangu nyingi, kwa njia zangu kitabu na kuweka alama yangu. Kitabu sikiamini moja kwa moja narudi kwenye channel yetu ile, ikiwa kama darasa hizi za kwetu, na hilo siliamini moja kwa moja narudi mpaka kwenye darasa za audio. Kwa hiyo channel yetu ile ilikuwa inanionyesha mlango wa majalisu alilm, ndio mlango wa mwisho, lakini akasema la, mbona kitabu kinanionyesha nimeshapiga huu mlango wa kushukuru kiasi fulani. Basi walillahi alhamdu wal minna, nikarudilia kwenye audio ndio zikaniokoa. Kwa hiyo tuko kuhusu habari za kumshukuru Allah tabaraka taala. Tumefika katika pointi ya kushukuru aliyosema Abul Layth Samarqandi rahmatullahi alayhi, wa ruwiya anna Sa'id ibn Jubair qala, inapokelewa kama Sa'id ibn Jubair amesema, awwalu man yadkhulu aljannata man yahmadillahu fi sarra'i wadh-dharra'i. Inapokelewa kwamba wa kwanza kabisa watakaoanza kuingia peponi, wa kwanza kabisa watakaoanza kuingia peponi kabla ya wengine wote ni wale ambao walikuwa na tabia ya kumshukuru Allah wanapokuwa kwenye mazito hata kwenye mazuri. Wanamshukuru Allah tabaraka taala kwenye hali zote, yaani sole mtu kukata tamaa
sio ule mtu wa kumlaumu Allah, sio ule mtu wa kutamka mabovu anapokuwa kwenye mtihani. Aa, wewe hali zako zote ni moja, unajulikana bana, ule mtu bana, ule mtu anapenda kutabasamu. Ule mtu hakuwa na stress, yeye kila saa ni kufurahi. Wewe umjui mtu kwa hivyo, haumjui mtu kwa hivyo. Funguza katika marafiki zako, katika ndugu zako, hakuna mtu kila saa tabasamu, kila siku iko kwenye furaha bana. Wewe hakuwa na matatizo. Hao watu hivyo wasahihishe habari zao, wasahihishe habari zao. Hao ndo wa kwanza kuingia peponi. Said ibn Jubair, mwanafunzi wa Ibn Abbas, ndo anasema, si mtume amesema, si mtume amesema hivi, lakini huu ni mmoja katika ulama vikuu kabisa katika matabiin, ndo kasema hili neno. Watu wa kwanza kabisa kuingia peponi ni watu walikuwa desturi ya kumhimidi Allah, kushukuru, kwa sababu kushukuru inaendana na kufurahi, kushukuru inaendana na kutabasamu. Si mtume leo amesema sallallahu alaihi wasallam, wanasema Tirmidhi anamsifia mtume sallallahu, akwambia alikuwa ni mtu kila wakati anatabasamu, kila wakati kuna furaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidu ashakirin, mbora kwa wote waliomshukuru Allah, yeye anawashinda. tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan kaannaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu. Si mshairi wa Kiarabu alimsifia eti ulikuwa ukimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ule wakati wa kawaida mtu anakuwa iko na hasira, ule wakati wa kawaida mtu anakuwa sura yake imekunjamana, yeye ukimwendea unamuona mutahallilan, uso wake umefunguka kana kwamba ni hilal, kana kwamba ni nani, kana kwamba ni mwezi. Ule mwezi unauonaga wa beidha unakuwa umekamilika, umefunguka, unawaangazia watu wanafurahi, wanataka kuutazama kila sababu mwezi ni mkubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa kimwendea wakati ambapo mtu anastahili kukunja uso, yeye mutahallilan, uso wake umefunguka, hatabasamu, yeye ni tabasamu. Ni wakati gani mtu anakunja uso? Wakati unakwenda kumuomba mtu kitu, unaenda kumuomba mtu pesa, mara nyingi uso wakati wa mtu kucheka cheka au kutabasamu, au mtu anaombaomba. Wewe tizama tu, hata wewe mwenyewe uko hapo Ulaya sasa, wakati unaona audio ya ndugu yako unataka kuisikia, ukisikia tu ni mambo anaomba, ewa na ndugu yangu ungetusaidia, tuko vibaya sana, uso wako unafanya kunjamana, hata kama hamuonani, uko msimu tu WhatsApp, unasikia ni audio ya mrombo ya mkuki, unatoka ni mkuki, unasikia ni audio ya mkuki, unafikiri mwenye ile neno liko saga. Afrika wanaomba sana, watu Afrika. Kwa mtu mwingine mpaka anapika ngumi meza shafu. Sasa huyo wakati wa kuombwa unafimbisha sura, ndio wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ukienda kumuomba sura yake inachekelea, kana kwamba yeye ndio anaenda kumpa, sio anaenda kumuomba. Kwa sababu mara nyingi mwenye kupewa anakuwa na furaha. Ushampelekea mtu zawadi, uone kisa na tabasamu, uso unafurahi, unakuwa na bashasha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ukienda kumuomba ndio anakuwa hivi. Kwa hiyo Said ibn Jubair hajapotea njia kwa maneno yake haya. Wa kwanza kabisa kuingia peponi ni watu ambao wanamuhimidi Allah kwenye sarau wa dharau, kwenye raha na kwenye hali ambayo ni nzito. Kwa hiyo Abdullah kama kawaida yake anatufungulia mlango na manjonjo.
atufungulia mlango Balleithi na manjonjo. Anasema akiendelea kwenye cheche zake nzito nzito, eti i'lam anna alhamda washukra ibadatu alawwalin walakhirin, jua kwamba kumhimidi Allah ni ibada tukufu ya watu wa zamani na watu wa baada. Jua kwamba kumhimidi Allah tabaraka wa taala ni ibada ya watu wa zamani na watu waliochelewa. Yani maana yake ni ibada ya watu wengi, ndio nakusudia hili neno, ni ibada ya watu wengi. Wa ibadatu almalaika, pia ni ibada ya malaika, pia ni ibada ya malaika. Wa ibadatu alanbiyai alayhim assalam, na ni ibada ya mitume Allah awahurumie, ni ibada ya mitume Allah awahurumie. Wa ibadatu alanbiya alayhim assalam, na ibada ya mitume Allah awahurumie. Aballeithi akiendelea kitema cheche zake katika huyu mlango wa kuhusu kumshukuru Allah tabaraka taala. Tena huu mlango kwa kweli, watu wa Islam, unatuhusu sana. Ya subhanallah, ona jinsi Mungu alivyo. Yani Mungu alikataa, Allah tabaraka taala alikataa duniani mtu kuishi bila stress, bila kitu kinachomkwaza, bila kitu ambacho kinamweka kwenye mazingira ya kuona kwamba kuna mapungufu fulani anayo. Tazameni Afrika. Afrika watu wako na stress za maisha, kula taabu, kulala taabu na kadhalika. Tazameni Ulaya, hizo stress hawana, lakini wana stress za ndani kwa ndani, yani ugumu wa kupumzika vizuri, hawana wakati, wanatumika sana kuamiliana. Watu wana hasira nyingi, watu wana hamana, yani wako na stress za moyoni. Watu wa Ulaya wako na stress za ndani, hazionekani, iko kwenye roho inaumia. Mtu wa Ulaya akisikia tu amemsema vibaya mwenzake, roho inavimba. Wengi wetu tuko na roho tu ndege, ndio stress zetu. Na stress za watu wa Afrika ni za uwinji, za watu wa Ulaya ni za rohoni, za watu wa Afrika ni za mwilini. Stress mbaya ni ya wapi sasa? Mbaya zaidi ni ya mwenyewe. Tazama stress yako pia kuweka, kisha utajijibia mwenyewe, wala sitaki majibu yako. Kwa kifupi, tupo Islam, huyu mlango unatuhusu sote kama jinsi nilivyotanguliza kwenye darasa la kwanza. Huyu mlango sote unatuhusu. Kwa hiyo Aballeithi anasema kwamba hii ibada ya shukr ni ibada ya waja wa Allah tabaraka taala wema. Waja wa Allah tabaraka taala aliwachagua wazuri. Hii ndiyo ibada yao ya kushukuru, hii ndio ibada yao ya kushukuru. Kisha akasema mpaka na mitume wa Allah tabaraka taala, hii ndio ibada yao. Mitume wa Allah, hii ndio ibada yao. Akamwanzia Adam alayhi salam, Adam alayhi assalam,
lamma atisa qal, alipotoaga chafya pale anapoumbwa. Allah ni muumba Adam, akamweka roho. Alipomweka roho akatoa chafya, na hiyo ni dalili ya uzima wa mtu, toa chafya. Kitu cha kwanza alisema alhamdulillah. Kwa hiyo sio ibada ya kawaida. Wa anna Nuhan alayhi salatu wassalam, Nuh lamma أغرق الله قومه وأنجاه ومن معه من المؤمنين أمره الله تعالى بأن يحمده فقال. wakati Allah alipomwokoa Nuh, wakati Allah alipomwokoa akawahilikisha watu wake, alimwokoa yeye na kundi la waumini, akawahilikisha watu wake, alimwamrisha amhimidi kwenye Qur'an. Sheikh, فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. Hilo ndio la kwanza. Utakapostawi na watu ambao wako pamoja nao juu ya safina, yani itastawi, watu washahidiki, wewe maana yake umeokoka. Faquli alhamdulillah, sema alhamdulillah. Neno sio la kawaida Sheikh, ni neno lepesi kwenye ulimi, lakini ni neno lizito linamfurahisha Allah. Faquli alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin, mshukuru Allah aliyekuokoa na watu waovu. Suratul Mu'minun aya 28. وقال إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. إبراهيم alisemaje wakati Allah alimruzuku? Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a. Namshukuru Mola ambaye kanipa pamoja na utu uzima wangu na uzee Ismail na Ishaq, hakika Allah ni mwenye kusikia dua. Surah Ibrahim aya 39. Sikilizeni ibada ya mitume. Yani Abalaythi, kwa sababu mmeshasema kitabu chake ni Tanbihul Ghafilin, chenye kuwanabihi walioghafilika, na chenye kuna wakati tunasema kinabihiwe kinapoleta hadithi dhaifu. Sasa leo anakutemea cheke za aya, kila mtume anakuletea ni aya, kasoro tu Adam ndo ameta hadithi. Waqala Daudu wa Sulaimanu alayhima assalam. Daudi na Suleiman amesemaje? Alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Tunamshukuru Allah baada ya wao kuona nafasi waliopewa na baada ya wao kuona jinsi wana elimu pana. Allah alimpa Daud Sheikh elimu ya maajabu, akampa Daud neema nyingi. Sikiliza hizi tatu za haraka haraka, nzikumbuka kwenye Qur'an, haziko kwenye kitabu cha Ballayth, na zileta kwenye kichwa. Allah asemaje? walaqad atayna Dauda minna fadla, tumempa Daudi kutoka kwetu fadhila. Hivyo ndio Allah wasema, walaqad atayna Dauda minna fadla, tulimpa Daudi kutoka kwetu fadhila.
Allah anasema tumempa Daudi kutoka kwetu fadhila zipi? Ewe Allah, sikiliza gisi Allah anasema kwenye sura 7, ya jibalu awibi maahu. Ya kwanza hiyo, milima, yani fanyeni dhikri pamoja na Daudi. Daudi akifanya dhikri na nyinyi fanyeni pamoja naye, kama gisi Allah ametuamrisha tusali sala ya jamaa ili tupeane na shaat, kwa sababu sala katika faida za sala ya jamaa inakupa kuchangamka na ibada, na ndio maana tarawih mkiwa mko watu wengi mnaweza mkasali sana Qur'ani nyingi. Mimi nishaipima nikaiona, lakini ukiwa peke yako kuna wakati unashindwa. Sasa Allah tabaraka wa taala hakuwaleta watu ndo wamchangamshe Daudi kwenye ibada, milima watayir, so milima tu na ndege. Ndege zikimwona Daudi anafanya ibada zinakuja na nyinyi zinaikaa pamoja naye zinafanya ibada. Ya tatu, waalanna lahu alhadid, waalanna lahu alhadid, tukamrahisishia tukamlainishia chuma. Na hizi habari za Sudire leo na nini, fera beto, sijui melezi, sijui bageti, zile bageti zile za kuunganisha vyuma amezianza Daudi. Huyu ni mtu wa kawaida shekhi. Mtoto wake sasa Suleimani ndo ajabu kweli, ajabu kweli Suleimani. Wahushira lisuleimana junuduhu min aljinni walinsi wattayr, ukampa majeshi. Binadamu walikuwa katika majeshi yake, majini yalikuwa katika majeshi yake, na ndege. وحشر لسليمان جنوده من الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا. alisikia na lugha ya sisimizi, alikuwa anasikia lugha za minyama ya Suleiman. Fatabasama dhahika, aliposikia katabasamu. Kusikia gisi sisimizi inavyowaambia wenzake kisu lila, akatabasamu. Waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, niwezeshe Allah kwa hizi neema ulizonipa niweze kukushukuru. Kuna wakati Allah akupa neema mpaka unasema Allah, nikushukuru vipi? Nielekeze ibada ambayo nitakushukuru kwayo. Naomba Allah katika fadhila zake na neema zake. Wallahi, sasa Daudi na Suleiman katika fadhila zao hizo nyingi na zingine niliziacha, unajua swali kumwambia Allah, alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin, tunamhimidi Allah ambaye katufadhilisha zidi ya waja wake wengi waumini. Sura An-Naml aya 18, wa inna ahla aljannati yahmaduna Allah ta'ala fi 6 mawadhi', watu wa peponi watamhimidi Allah kwenye sehemu 6. Ahaduha, ya kwanza, عند قوله تعالى، من قول الله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، سورة ياسين آية 59. فإذا امتازوا يقولون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. watu wameponi, Allah atawapambanua na waovu. Waovu wataingia motoni
wema wataingia peponi, watamwambia Allah, tunakushukuru umetuokoa dhidi ya watu waovu. Hatuko nao tena. Watu waovu wanauzi shekh, hata hapa duniani shekh, waovu wanauzi. Suratul Mu'min aya 28. Watu waovu wanasababisha dini yako inaanza kurejea. Mimi niko naona huku Ulaya, wallahi kuna wakati uovu unakuwa mwingi mpaka wewe mwenyewe unaweza kuwa narejea na wewe unaufata ule uovu. Ndio maana Mtume swalla sallam akasema liko mbali na mtu mwenye kuishi pamoja na makafiri. Athani, sehemu ya pili, wanamshukuru Mungu Allah hina jawazu sirata almustaqim, qalu, watakapopita katika njia kadogo kale kako juu ya jahannam watasema waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan, tunamshukuru Allah alituondolea huzuni. Inna rabbana laghafurun shakur, mola wetu ni mwenye kusamehe mwenye kushukuriwa. Wathali, tatu, lamma ightasalu bimai alhayati nadharu ila aljanna faqalu, watakapooshwa kwenye mto wa uhai. Kuna watu wataingia motoni, kuna watu wataingia motoni kisha watatolewa motoni. Waislamu wamegeuka kalfahr, kama makaa. Watawekwa kwenye mto huko nje ya pepo unaitwa mto wa uhai. Watafika wanarudia kuwa wazima, lakini kwenye paji zao za uso patabaki kumeandikwa jahannamiyun, watu wa jahannam. Wataingia peponi, wataiona pepo kwanza. Kabla ya kuingia watasema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana. Tunamhimidi Allah alituelekeza kwa hili, tulikuwa hatuwezi kuelekea isipokuwa kwake, isipokuwa kwa utashi wake. Umeona sasa, kama na mtu mwenye kuongoka ni Allah ndio alimuongoza. Na watu wa peponi, hii aya wataisema watu wa peponi tu wote, sio hao. Watu wa peponi watakapoona pepo, kila mtu akiingia peponi anasema alhamdulillah, na muhimidi Allah amenielekeza nikawa mtu mwema duniani, nikawa msalihi na mwenye kuswaumu, nikajitahidi kuacha vizuri ambavyo ni makosa, ni maasi, na muhimidi Allah aliyenielekeza. Wallahi pepo ni nzuri kuliko kila kitu. Unajua kitu chochote ambacho unakiona ni kizuri, ni kitamu Ulaya, pepo ni zaidi. Usidanganyi mtu shekhi. Wanasema eti mimi bora nipate mali duniani, utajiri, nichelewe kuingia peponi. Wewe mambo gani uko nasema? Kila kizuri cha unaona duniani, akhera ni tuple maradufu. Na siku utaona, utamuhimidi Allah sana. Kwa sababu sisi wanadamu tuko na tabia ya kuzingatia vile vitu ambavyo viko pamoja na nafsi vya karibu. Wewe unatupa dini yako kwa sababu kula, unaitupa dini. Wanaume hawataki kujulikana kazini kama ni Muislamu. Hataki kusaliti, bosi ataniona na sali, watanifukuza kazi. Sasa anaenda kulipa vyote nyumbani kana kama ni tarawih. Mwanamke anavua jilbabu, ana kazi na suruali. Eti kwa nini? Kwa sababu wasimuoni kama ni Muislamu. Waislamu ni watu wamechelewa. Alhamdulillah alladhi hada, peponi, watu wa peponi watashukuru, wamshukuru Allah alituongoza. Lihadha wama kunna linahtadiya, hatungeweza kuongoka laula an hadana Allah, kama Allah asingetuongoza. Suratul Araf aya 43. والرابع
hina dakhaluha qalu, pia watakapoingia tu peponi. Yani manake hii ya kwanza kana kwamba ni pale poanza kupata neema, wanaletea matunda peponi, vyakula vya peponi, wanale yani mabustani ya peponi, majumba ya peponi, wake zako peponi. Alhamdulillah, hizi buruda tunamshukuru Allah alituongoza kwazo. Lakini sasa pale watakapoingia hawajaanza kuneemeka, kuingia tu watasema neno lingine, alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada, tunamshukuru Allah ambaye ametusadiki wa ahadi yake, yani ametimiza ahadi yake. wa awrathana al-ardha allati wa awrathana al-ardha natabawwa minha, wa awrathana al-ardha, akaturithisha ardhi, natabawwa min al-jannati haythu nasha. Ile ardhi ndio ikawa sababu ya sisi kuingia peponi tutakapo. Hii ardhi hapa duniani iwe ni kilalo cha wewe kupata pepo. Uwe kama salaf, ja'alu dunya dabbatan yarkabuha, ja'ala dunya dabbatan yarkabuha yastakhdimuha wala yakhdimuha. Masalaf ndio solution ya duniani, walijalia dunia ni kipando, anakitumia hakimtumii, anakitumikisha kimtumikishi. Ijalie dunia hiyo, ijalie dunia kama kilalo au kipando, unakitumia lakini cheki sikutumikishi. Mfano uko na gari lako la kupeleka ku garage, garage, unashinda pale, unasimamisha mambo yako yote, hili gari liko linakutumikisha, linakutumia. Yani ukiona kipanda chako unakitumia, chenye kutumia, unapanda kwenda kazini, unapanda kwenda msikitini, unapanda kwenda kwenye haja zako. Lakini siku itaharibika na wewe itabidi ukipe muda wako ukipeleke garage. Lakini masalafu walifanya dunia hapana, si wenyewe wanaitumia tu, wenyewe wanaitumia tu, yenyewe haiwatumii. Maanake kama atakula ni kwa sababu apate nguvu asali, kama atakula kwa sababu apate nguvu aswaumu. Hivyo ndio kuitumia dunia. Lakini dunia ikikutumikisha ni pale penye wewe unakula ushibe uende kuzini, ni pale penye unakula riba unasema Allah sana kwa nasamehe. Hapo dunia kuna kutumia wewe, hilo litasababisha usiingie peponi, kwa sababu watu wa peponi watasema aje? Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-amilin. Tunamshukuru Allah, katuambia ukweli, ahadi yake kaitimiza. Ile ardhi ile tuliyoitumia kwa sababu tupate pepo. Kwa hiyo ijalie dunia ni kilalo chako cha kuingia peponi. Zalisha vitendo vya kukuingiza peponi katika dunia. Urahisi upo, usingoje mpaka ufe. Kuswaumu za faradhi na za sunna ni vyepesi kwako. Hata hivi tunaingia kipindi kizito Ulaya, mchana unakuwa ni mrefu. Wenye kuswaumu kweli ukweli na waongo ndio utawaona. Yani wale watu walikuwa na swaumu kwenye kipindi cha masika cha baridi hapa Ulaya, utawajua wakati wa joto. Wewe kwa nini swaumu? Si Alhamisi leo, Jumapili, Jumatatu, wakati ni wajibu bwana, kwani ni wajibu kwa nini swaumu? Hajui maana swaumu. والخامس حين استقروا في منازلهم قالوا
Watakapoingia peponi sasa, wakaingia kwenye majumba yao, ndio jumba lako hilo, anaingia. Wewe nisikilie tu, mtu mmoja wa peponi ule wa mwisho ule, mtu wa mwisho, daraja ya mwisho kabisa peponi, mali yake peponi ni dunia mara 10. La ilaha subhanallah. Unapuuza tu kwa sababu kwenye mchezo hapa duniani. Watu watakapoingia kwenye majumba yao watashukuru, alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Tunamshukuru Allah tuondolea huzuni. Allah mwenye kusamehe, mwenye kushukuriwa na mwenye kushukuru. Alladhi ahallana dara almuqamati min fadlih, ambaye alituingiza katika hizi nyumba kwa fadhila zake. Fadhila zake Sheikh. Wasadis hina faraghu min at-ta'ami qalu, watu wamepona wakiwa wanamaliza kula watakuwa wanasema alhamdulillahi rabbil alamin. Watu wamepona. Waqala ba'd al-hukama, baadhi wana wa hikma wanasema استغلت أو اشتغلت بشكر 4 أشياء. أنا سيما موجود كهنا حكم. اشتغلت بشكر 4 أشياء. nimejishughulisha kushukuru vitu vinne. Wewe ushukuru eti maisha yangu mimi ni magumu bana. Watu wenye neema ni wale. Watu wa Afrika kila siku iko na anasikitika. Akiona ndege anatizama ndege inaruka inaenda Ulaya, my God. Na mimi nilikuwa miongoni mwao. Kila siku kwenye huzuni. Huzuni yani mpaka tungali wadogo nimsikia Sheikh Abdul Jabbar hafidhahullah, Allah muhifadhi, alitolea mfano kwenye mawaidha yake. Alikuwa anajua kutoa mifano mizuri kweli, mashaallah. Huu mfano ulikuwa kuchekesha sana, ningali mdogo. Anasema alikutana na sehemu ya watu wako na wavuta bangi, napiga mafegi na bangi, mtu analia anasema wallahi, anapiga moshi. Laiti Allah angeniumba paka ya Ulaya, mbwa ya Ulaya. Kwa nini mbwa ya Ulaya inaishi vizuri kuliko tajiri wa Afrika? Nakwambia hiyo. Bangi zimewalewesha kweli, lakini kwani ukichunguza mbwa ya Ulaya hailali nje. Mbwa ya Ulaya hailali nje, sio lako mbwa Ulaya inalala nje, lala ndani Sheikh, nakula chakula kulikuli cha kifahari cha bei kubwa. Sikiliza masalafu kisa walikuwa na shukuru, wao ushukuru, anakuambia ni yani, manake vitu vinne nikivikumbuka nazidi kumshukuru Allah. Haya maneno uradiduha wa fi halqi ladhidhu shahdi was-sukar wa fi qalbi a'tar. Waman ghafala anhu ahqar au ahqar. Maana yake ninazungumza maneno nasikia utamu kwenye koromeo, bali nasikia nanukilia vizuri kwenye roho, na mwenye hatohisi hivi haya maneno akiyasoma, basi wajichunguze, atakuwa iko na udhalili fulani. Anasema hivi usalaf, nimekumbuka vitu vinne, basi nazidi kumshukuru. Kitu cha kwanza, ana Allah ta'ala khalaqa 1000 sinfin min al-khalq wa ra'aytu bani adam akram al-khalq faja'alani min bani adam. Cha kwanza, Allah aliumba viumbe 1000. Ndio sio usalafi anavyosema viumbe 1000, yakiwepo minyama, majini, malaika, bani adam, watoto wa Adam,
na mbingu, ardhi, sijui nini, nguo, udongo, vitabu, vitu vingi Allah ameumba, lakini akajalia katika hivyo viumbe vyote kiumbe kikarimu ni nani? Kati ya majini, malaika, minyama, mbingu, ardhi, waati mashita. Sabia viumbe unavyovitaka unavyovijua, ni kiumbe gani bora? Audhu billahi min shaitani rajim. Walaqad karramna bani adama wahamalnahum fi lbarri walbahr. Allah anasema nimemkirimu mwanadamu. Mwanadamu ndo mkarimu kwa hivyo viumbe vyote. Anasema nakumbuka, nikikumbuka kama Allah amenijalia katika wanadamu ambao ndio viumbe wakarimu bora kwa Allah, nafikiri mshukuru Allah, bila kutizama ni fakiri, hana mke wake alimkimbia, hatizami yoyote, kuwa tu mwanadamu anashukuru Allah. Wathani, cha pili, faddala rijala ani nisa, na kwenye chapa nyingine faddala rijala ala nisa fajaalani min arrijal. Hapa kidogo wanawake watusamia kidogo, hii ni fadhila yetu. Aliwafadhilisha wanaume zidi ya wanawake, akanijalia katika wanaume, namshukuru Allah, si kweli? Dada yangu usikasiriki, hilo la kwetu Mungu ametupa. Dada Shukria, usikasiriki eti unaona bana, sisi wote tu ni 50-50, tuko sawa sawa, hata wazungu washasema. Wewe acha hivyo, acha usiku, mche Mungu. Dada Bahati, wanaume wako juu yenu nyinyi wanawake. Audhu billahi minash shaitani rajim. Walirijali alayhinna daraja, si ndio Allah amesema kwenye Qur'ani? Wanaume wako juu ya wanawake kaka 50-50. Eti bwana, mmekuwa mnatuonea tuko kule Afrika, hapa wametupa na sisi uhuru wetu, anamtupa mwanaume nchi. Eti mimi siwezi nikakuwekea chakula kwenye meza, nitakuwekea kama nini? We kalofa, mwita mume wake kalofa, kwa sababu hawezi yeye akafukuzwa katika hiyo nyumba, atafukuzwa mume wake. Mtu usikafiri, anamwita mume wake msikafiri. Mume atazama mkono, nilikuwa Afrika, huyu mkono unamuwasha, piga uchane pesa, uchane dola, piga mwanamke Ulaya. Faddala rijala ala nisa fajaalani min arrijal. Allah aliwaweka juu wanaume juu wanawake. Wanawake sikizeni vizuri, anasema Ulaya ndio nakwambieni, msikie vizuri, wanaume wako juu yenu, inabidi ushike heshima zako. Hata kama unatumika na wewe unampunga mnene kuliko wake, huyo ni bosi wako tu hapo nyumbani, mpe heshima yake. Unaambia mume wako kama akikawia hata ingia, unampangia mume wako wakati wa kuingia. Afrika anafanya kumka Afrika. Ukiwa unachelewa kuingia, utatafuta nafasi nyingine ya kulala. Anambia mume wake hiyo, eti akiwa akawia kuja, atatafuta nafasi ya kulala. فضل الرجال على النساء فجعلني من الرجال. Nadhani kama wanawake wale wanashukuru kuona Allah amewajalia ni wanawake, maana wao ndio wako juu. Lakini wajue kama dini imemweka mwanaume juu, kuna siku hizo haki atazilipa. Wathali, tatu, raaitu lislama afdal aladyan.
wa ahabbaha ila Allahi ta'ala faja'alani muslima. La tatu, Uislamu ndio dini bora. Kama utasikia dini ya Wayahudi, wafuasi wa Musa wameitengeneza wakaiita Uyahudi, lakini Musa haujui Uyahudi. Kama utasikia dini ya Wakristu, Wanaswara wametengeneza hao wafuasi wa Isa, Isa haijui hiyo dini, yeye anajua ni Uislamu. Kwani Musa nabii aliwaambia aje wana wa Israeli? Sasa aliwaambia kama yeye ni Muislamu. Musa nabii aliwaambia wana wa Israeli kama yeye ni Muislamu. Katika sura Yunus ukitizama, waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum man in kuntum yahud la in kuntum muslimin. Musa aliwaambia watu wake, ya qaum, muaminini Allah, in kuntum amantum bi, ikiwa kama mmemwamini Allah mtegemeeni yeye ikiwa mko Waislamu. Musa ni Muislamu, hajui Uyahudi. Hata Isa ni Muislamu, hajui ya Ukristo. وبما أوتي موسى وعيسى وبما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن من يهود نصارى ونحن له مسلمون. Musa na Isa wakasema sisi ni Waislamu. Dini ya Kiislamu ndio dini bora. Wallahi muhimidi Allah kwa katika dini ya Kiislamu. Wengi bora kuliko wewe kiakili na kibusara na kimapato na kimaisha na kiafya walipotea, si Waislamu, makafiri. Wanatamani wewe mzungu, na mimi ningekuwa mzungu wallahi. Napenda uzungu, wazungu ni wazuri. Ningekuwa mwarabu, kuna wazuri. Wewe mshukuru Allah alikupa huko Muislamu shekhi. Hakuna neema kama hiyo. Wallahi sina kazi na mimi ningepata kazi kabisa. Mtu yuko tayari kuja Ulaya aache dini yake. Watu wanakuja Ulaya kwa mazingira ya maajabu. Mtu kuja Ulaya kama yeye ni eti mimi na Ulaya kusema tu wakupe makaratasi ni mpaka ujifanye kama huko mwanamke. Wale wa PD anakuja interview wake amesema ni PD anakuja Ulaya. Mtu mwingine abadilisha jina, alikuwa anaitwa Juma, anaitwa Rishad. Eti ndio watampa visa. Alikuwa anaitwa Amina, jina la mama wa Mtume Amina. Anabadilisha lejip na majina yale majina ya Kiislamu. Watu watafuta gisi ya kuyatengeneza tu yawe yasisiwe ya Kiislamu, yasisiwe ya Kiarabu vile. Sababu Arabu sio kuja watajiripua. Watajua kama huyu atakuja kujiripua, anabadilisha. Fatima anabadilisha Fatima. Maryam eti Mari. Ya tarisa kwa kweli. Wewe haujisikii fiera na Uislamu wako. والرابع لن hakuna mtu baadaye kujiita Fatima Fati. والرابع جينا لن ورأيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم فجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ikiwa mzazi wako ndio kupanga hiyo sawa,
Lakini tatizo ni penye lipo ni wewe unabadilisha kule kazini kwako, unajaribu kubadilisha. Eti nikaona ummati wa Muhammad na ummati bora, Allah kanijalia kwao vitu vinne. Unaikosa wewe, siko navyo vyote. Unamuhimidi Allah kwa kumuhimidi hivyo vitu. Kuna watu wamevitamani wakavikosa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona maswahaba wanasoma kitabu cha Musa, Taurati, akaambia Musa angekuwa kwenye umati wangu angelazimika kunifuata mimi. Umati wa Muhammad umma bora. Allah amekupa, hukumpa lolote, hukutoa rushwa, kakuweka. Ni kama hivyo anakupa kazi ya mshahara mkubwa, haukufanya juhudi. Huyo mtu mwenye alikupa hiyo kazi utamheshimu vipi? Sasa wewe uliweka kwenye umma bora, hukumuomba Allah, umejikuta tu kwa hemo. Kuna mitume watukufu hawakuwa katika huyo umma. Dalili ya 693 روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم. Inapokelewa kwa Abu Huraira anasema kwamba Allah tabaraka taala wakati alipoumba viumbe wao, hum arba'atu asnaf, walikuwa wako vipengele vinne: almalaikatu waljinnu walinsu washayatin, malaika, majini na watu na mashaitani. Wajaalahum 10 ajza, akawajalia vipengele 10. 9 minhum almalaika, katika hivyo vipengele 10 vipengele 9 ni malaika. Yani maana yake ukitizama majini na watu na mashaitani, sasa majini sio mashaitani, majini ni wale mashaitani wazuri au jinsia ya yani jinsia kama vile watu. Kisha mashaitani ni wale marada, ni wale waliochupa mipaka. Sasa akawafanya wakawa vipengele 10. Vipengele 9 ni malaika. Maana yake malaika ni wengi sana. Ukichukua malaika na binadamu na majini na mashaitani, malaika ni wengi, ni vipande 9 kwenye 10. Wajuz'un wahidun liljin walins washayatin, kile kipengele kimoja kilichobaki ndio majini na watu na mashaitani. Wayuqalu alkhalqu 10 ajza, na hii haya maneno kiasikiza utaona kwamba yako na ishara kwenye Qur'an. Utaona kama kuna ishara kwenye Qur'an, ingawa hadithi hii ni dhaifu, lakini utaona kama yako na ishara kwenye Qur'an. Kwenye Qur'ani Allah anakuambia hata kwenye hadithi zingine, atati samaa wa huqa laha an ta'id. Mtume anasema sallallahu, mbingu inataka kupasuka na ina haki ya kutaka kupasuka. Kwani kwa sababu malaika ni wengi, hakuna sehemu hata ndogo isipokuwa ni malaika wako, na mbingu ni kubwa kuliko ardhi mara nyingi sana, lakini malaika walijaa zote. Lakini binadamu na majini tumejaa duniani, hatukujaa. ويقال، يوني حديثي أخرجه الحاكم في المستدرك، أمريكا إمام الحاكم كن مجلد والنقر رسمة 36 بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو راجع الضعيفة والموضوع. kitabu changu mtoto alikiweka bike kidogo, sioni vizuri. Hasa kwa Abdullah bin Umar au bin Amr, sioni mwisho gisi ilivyo. ويقال لنا سيموا الخلق 10 أجزاء، 9 منها الشياطين والجن، واحد منها الإنس. Na ikazidisha kwamba na hicho kipande kimoja
ambacho wanagawana majini, mashaitani na binadamu, vipande vitisa katika hicho kimoja ni mashaitani na majini. Watu ni kipande kimoja. Kwa hiyo inaonekana kama wanadamu ni wadogo kuliko viumbe wengine, na hii iko ina ishara kwenye hadithi tu nyingi, hata kwenye Qur'ani. Ishara gani? Kuna hadithi inasema mwanadamu iko na majini wawili. Inaonekana sana majini ni wengi kuliko binadamu. Kila mwanadamu iko na majini wawili. Hiyo hadithi ipo. ثم جعل الإنس أو ثم جعل الإنس 125 صنفا. Kisha wanadamu sasa ndio wakagawanywa migawanyo 125. Wanadamu wako migawanyo 125. Falmiatu minha Yaajuj wa Maajuj. Hivyo vipengele 125, 100 ni Maajuja na Maajuja tu katika binadamu. Ukitazama pasenti ya Maajuja kwa Maajuja wa Maajuja, walichukua pasenti ya 100. wa Satuj wa Maluq wa ghairuhum wa kulluhum kuffar. Wako jinsia zingine wengine wanaitwa Satuj, Maluq na wengineo. Haya katika mambo ambayo yako kwenye Tanbih al-Ghafilin, kuyapata pengine ni vigumu, na wote ni makafiri. Kwa hiyo inaonekana kama makafiri ndio wengi, na ndio maana Allah akawa anaashiria sana kwenye Qur'an, wa inna kathiran minan nasi la fasiqun, watu wengi ni waovu. Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwatii watu wengi duniani utapotea. Maana watu wengi ndio waovu. Wa qalilun mahum, ni wadogo waumini. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache wenye kushukuru, ndio waumini hao. Imma shakiran wa imma kafura, muumini au kafiri. Wa masiruhum ila an-nar, kipengele hivyo vipande 100 wote motoni. Wa 25 sairul khalqi, kisha wanabaki sasa 25 viumbe sawa wengine kutoa hao. Wa 12 min dhalika rum, katika vipengele 25 wazungu wanachukua 12%. Leo tutapetesha leo, atatutabeza darasa tumelipuka, yani anatusabilia dunia nzima. Rahmatullahi alayhi. Wa 12 min dhalika rum, katika vile vipengele 25 vimebakia Waroma, wazungu. Sababu wazungu wanaitwa Waroma zamani, lugha ya zamani. Suratu Rum maana sura ya wazungu. Wa Khazaru wasaqalabu wanahuwa, hizi ni yale makabila ya huko uzunguni kwenye 25, 12. Walibaki vipande vingapi? Ushatoa tu 10, tumebakia na 13. Itoa 2, tumebakia na 13. Wa 6 fi al-Maghrib az-Zirt wal-Habash waz-Zanj wa nahwiha. Tumebakia ngapi? 13. Toa 6 kwa 13. Tunabaki na ngapi? 7. Wa 6 ndio wana wa Afrika wameingia humo kwenye kipengele cha 6, na wa magharibi. Wale wa Afrika wote kule magharibi, ma Algeria, Morocco, na wenyewe tuko fasi moja. Baki ngapi? 7. Wa 6 bil mashriq, kipande cha 6 ndio mashariki, yani Waarabu.
Aturku walkhaqanu waghazu wataghru wakhalinju wakimaku wayamaku fahaulai kulluhum fi nnar illa man aslama, hao wote wako motoni isipokuwa wenye walisilimu. Hao wote ni watu wenye watu ambao ni makafiri. Kafiri ni jinsia za kikafiri, na hapana Waarabu. Waarabu hawamo. Maanake ukichunguza hizi jinsia zote asili yao ni makafiri. Waafrika wengi si makafiri. Kwa nini Waafrika kuna mtume? Wanakasirika sababu kwa Afrika. وبقي صنف واحد من المسلمين من 125 صنفا. Walibaki sasa kile kipengele kimoja ndio sasa Waislamu ambao wengi wao ni Waarabu. Hakusema Waarabu, lakini ndio Waislamu, na Waislamu wengi ni Waarabu. Falwajibu ala kulli man kana mu'minan an yahmada Allah ta'ala ala hadha. Pamoja na hivyo vote tuchukue basi kwamba ni Waislamu wote na si Waarabu tu, na Waafrika na wazungu na Waislamu kwenye vipengele 125. Waislamu ni kipengele kimoja. Yani Waislamu ni wadogo sana, ndivyo kisi Allah alivyoumba. Kwa hiyo Sheikh anasema almuallif, muhimidi Allah kukuweka katika wale wadogo. Falwajibu ala kulli man kana mu'min, mtu yoyote amejaliwa kuwa na shahada, umezaliwa baba yako ni Muislamu, ujitahidi umshukuru Allah. فالواجب على كل من كان مؤمن أن يحمد الله تعالى على هذا ويعرف نعمته. جوا الله amekuchagua kwa wengi sana, ويعلم أن الله تعالى قد اختاره من جملة الخلق. Leo kama Allah amekuchagua kuviumbe vingi, wajaalahu min sinfil mu'minin, akakujalia katika jinsia ya waumini. ثم جعل الصنف الواحد من المسلمين على 73 صنفا. Kisha kile kipengele kimoja cha Waislamu akakigawa vipengele 73. 72 min dhalika fi ahwa'in mukhtalifa kulluhum ala dalala wa wahidun ala sabili sunna. Vile vipengele 73 akavitapakaza, akavitepetisha kwenye makundi ya upotovu yako kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaleta mambo mapya katika Uislamu. Mara wakaja hawa wakatukana maswahaba wakawa Mashia, mara wakaja wale wakakataa makadara wakawa makadaria, mara wakaja wale wakasema mwanadamu hana utashi wakawa majabaria, mara wakaja wale wakasema tuwatanguliza akili mbele ya dalili wakawa mu'tazila, mara wakaja wale wakakufurisha Waislamu wakifanya madhambi makubwa, wakawa korofi wagaidi, wakaua Waislamu, wakawa makhawarij. Wewe kipengele wote wakawa watu wa motoni, isipokuwa kipengele tu kimoja Allah akakibagua, ni cha watu wenye wataendelea kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jinsi Mtume alivyokuwa anafundisha ndio kisi wanavyoenda. Hao ndio watu wamekuwa muhimidi Allah katika watu wa sunna. Kuna mashekhe ajilla, mashekhe watukufu wanakushinda imani na elimu, hawakubahatikiwa kuiona sunna na kuielewa sunna vilivyo, wakabaki kwenye hafatai tariq, kwenye ncha mbili za njia. Wako hawashehe wetu umeka zako tu Ulaya, unakula matunda yako, mizabibu yako na unakula zako epo zako pale na maziwa na kuku, uko nakula zako ngujwa mwingine zumi na kujia ya mashekhe wanakufundisha sunna. Kuna gharama yoyote bwana, shehe wangu ni ule wa sunna ule yenye anasema ndio hivyo hivyo, na ukweli alhamdulillah taala anasema ndio yale Mtume alikufundisha. Unafundishwa akida za sunna, huku gharimia kitu hata kimoja. Mashehe wamesumbuka, mashehe wakubwa wenye imani zao na elimu zao wanatafuta sunna za Mtume ziko wapi, zikawachenga. Walikuwa na nia nzuri,
muhimidi Allah. Sheikh alikuchagua kwa wengi, nafurahia sunna, naishikilie, usipendi bid'a ukaikumbatia. Sheikh, wa yuqalu ashukru ala wajhain, inasemwa kumshukuru Allah ukweli wa ukweli, kumshukuru Allah ukweli ukweli ni sempuli mbili, shukrun amun wa shukrun khas. Kuna kushukuru kwa pamoja na kushukuru kwa watu khasa. Fa amma shukru al-am fahuwa alhamdu bil lisan wa an ya'tarifa bin ni'mati min Allah ta'ala. Shukuru ambayo ni ya watu wote ni mtu kumhimidi Allah kwa ulimi na ukajua hii neema nayo Allah amenipa. Hii ni shukuru ya kawaida, ni shukuru ambayo watu wanaweza wakairuzukiwa. Maanake ni shukuru nyepesi, muumini na siokuwa muumini anaweza akawa nayo. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, ukimaliza kukula ukasema alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa, utasamehewa madhambi yako. Kuna watu hii dhikri wanaijaliwa kuisema, lakini hawa ni wadogo. Wanaikumbuka wewe, wanaoikumbuka hii dua ni wale watu wa Afrika, kwani kwa sababu njaa imemkoromea, amekosa chakula, anahangaika juu atakula wapi. Ndio bahati nzuri ameitwa kwa mtu bwana, karibu tuko na mahafali kidogo, tuna tafrija hapa, mtu anakula hasa hau alhamdu. Lakini wewe Ulaya ni siku gani umekumbuka kusoma hii dua ya kumaliza kula? Utaikumbuka aje? Leo vyakula vimejaa, vingine ujute vitupa wapi, utapeleka wapi? Ulaya mtu atoaje zakatul fitr? Watu wa Ulaya kila siku watu wako kwenye hiti. Ama Afrika usema wale kuku, kama sio wewe mgonjwa ni kuku ndio inauma. وأما الشكر الخاص فالحمد باللسان والمعرفة بالقلب والختمة بالأركان وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما لا يحل. Ama kumshukuru sasa Allah kwa ukweli ni la watu hasa walichaguliwa, sio kila mtu. Kwanza anamshukuru kwa ulimi, anasema pia anamshukuru kwa roho, kisha na vitendo vyake. Mwili unafanya kazi ya kumshukuru Allah, anahifadhi ulimi wake hataki kuwasema watu vibaya na kuwasengenya watu na kuwatukana watu na kuwakasirisha watu, kwa sababu Allah ameniruzuku. Na viungo vyake vyote anaviziwia kufanya maasi. Haibi kwa mkono wake, hali riba kwa mkono wake, hazini kwa sehemu zake za siri, utupu wake. Yani ni mtu hatazami mambo ya haramu kwa macho yake, anajitahidi kumshukuru Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala alipomneemesha, alikuwa anasali usiku mpaka miguu yake inapasuka. Aisha radhiallahu anha anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini unajichosha? Na ushasamehewa madhambi yako yaliyotangulia na yatakuja nyuma, ushasamehewa, tulia, relax, pata raha. Mtume anasema afala akunu abdan shakura, hautaki niwe mja wa kushukuru? Ya anapata neema ndio ashukuru. Araitum, mmeona sasa? Nakwambieni watu wa Ulaya wanastahili kuwa cha Mungu sana kuliko watu wa Afrika, wa ila wataingia peponi kabla yenu kwa miaka mingi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mafakiri wataingia peponi kabla ya matajiri kwa miaka 500. Unafurahi tu unakuja vizo unakuja Ulaya unacheka cheka, utachelewa kwenye peponi. Sheikh, huko nakula kila siku nyama na maziwa, wenzako hapati hivyo vitu, acha mtangulie kwenye peponi. Labda uwe na swaumu za sunna usiziachi, na wewe unachukua mali yako, unakumbuka umaskini, unachangia nao pesa yako na mwili wako kwa kuwa na njaa kwenye swaumu. Inabidi uongeze uchamungu zaidi. Ni mtihani. Wanabelukum bisharri wal khairi fitna, shari na khairi zote ni fitna. Dalili ya 694 ndio tumalizia mlango wetu leo. An Amr ibn Shuaib an abihi an jaddihi an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala خصلتان من كانتا فيه كتبه الله عنده شاكرا صابرا إحداهما. Hadithi inasema eti Mtume amesema sallallahu vitu viwili mtu atakuwa navyo, Allah atamwandika ni mja mwenye kushukuru, mwenye kusubiri. Cha kwanza, an yanzura fi dinihi ila man huwa fawqahu fayaktadi bihi
وينظر في دنياه إلى من هو دونه فيحمد الله فيحمد الله. Vitu viwili ukiwa navyo utakuwa ni mshukuru Allah, ukweli atakuandika ni katika watu ambao wamemshukuru Allah tabaraka taala na ni watu wenye subira. Kitu cha kwanza, kwenye dini yako unamtazama aliyekuwa juu yako kila siku, unamuigia. Kwenye dini yako unamtazama aliyekuwa juu yako kila siku, unataka umuigie. Bwana, ndio shekhe wetu bwana, huyu shekhe wetu mcha Mungu. Bwana, tazamini anafanya ibada gani? Bwana, huyu shekhe sala yake usiku ni hatari, sio fasi ya kutuma mtoto. Huyu shekhe tarawih yake la, huyu shekhe huwa anaswaumu kila wiki, zile saumu ya Alhamis na Jumatatu hazimpiti, na zikimpita nalipa, na bedu haimpitaji, Shawwal hazimpiti, Shaaban, Ashura, Arafa. Tamuigia. Mimi nataka nimuigie shehe wangu, nataka nione ibada zake anafanya, muigie. Kisha kwenye dunia yako, wayanzura fi dunyahu ila man huwa dunahu fayahmad Allah, unamtazama mwenye yuko chini yako kila siku ya dunia, mtazama yuko chini yako, umuhimidi Allah. Uko na kazi, mtazama mwenye ana kazi, muhimidi Allah. Usitazame yuko na kazi nzuri kuliko wewe. Una miguu miwili unatembea, mtazama mwenye kilema shekhi. Mtazama yuko na gari, uko na gari lako libovu, mtazama yuko na mwenye hana gari shekhi. Muhimidi Allah tabaraka taala, watakubali. Sikia mtu anakuambia si ndo mashehe wenu hawa bana, tunatembea mashehe hawa, unaomba wanafanya ama shekhi. Washehe wanaweka muziki kwenye maharusi yao. Sasa sio msimu mnatukataza sisi, na sisi tutakuwa tunaweka muziki. Unamtizama mtu mwenye yuko chini yako, hata kuwa ni shehe lakini yuko chini yako kiimani shekhi. Mtizama yule mwenye yuko juu yako kiimani, umuigie. Usitizame kuna watu wanahurika, watu wanapotea, wanafanya maasi kwa sababu shehe fulani anafanya. Wanakuambia mtizamo yuko juu yako kiimani, hapana kumtafuta mwenye yuko chini yako. Na ndio maana hata dini kaambia mwanamke hauruhusiwi kuolewa na mtu ambaye unamshinda dini. Ukitaka kuolewa inabidi uolewe na mwanaume anakushinda dini ili umuigie. Hadithi hii kama tamshi ni dhaifu, alipokea Imam Tirmidhi 2512 من حديث عبد الله بن عمرو وضعف الألباني وفي الضعيفة 1924. Lakini ipo hadithi ya Mtume SAW anatoa ushauri, mtizame mtu mwenye yuko chini yako kwenye maisha ya kidunia, hilo litakusababisha umshukuru Allah ukweli. قال الفقيه رحمه الله تعالى تمام الشكر في 3 أشياء. Vile tu vitunguu anatuwekeaga Walaith, ndio anamalizia mlango wake, anasema ukitaka uwe mwenye kushukuru umetimia kabisa ni vitu vitatu. Awali, cha kwanza, idha ataka Allahu shay'an fatanzur man alladhi ataka fatahmaduhu alayhi. Allah akikupaga kitu unamtazama nani alikupaga, muhimidi. Usitizame udogo wa kile kitu. Ukitazama udogo wa kile kitu hutoshukuru. Wanawaiteni kwenye, wanakwambiaga eti bwana kumpa chakula aliyeshiba. Ushaonaga penye watu wanapika chakula cha sherehe ya watu wa Ulaya, mtu anatulia kabisa, anajipanga kwa sababu watatoa ruhusa. So ameshiba hao, chakula na mafuta mengi na mafuta, siwezi kula chakula, ameshiba huyo. Lazima ndio kufupa kile chakula. Allah. Wathani an tarda bima atak, ridhia ile ambayo Allah amekupa. Wathalith ma dama dhalika shay'u ma'aka wa qutuhu fi jasadika la tahsi, ma dam kile kitu unacho na mwili wako unapata chakula, usimwasi Allah. Hivi vitu vitatu ndio vinamuonesha mtu aliye mshukuru Allah ukweli wa kumshukuru. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما إن لله تعالى من خلقه صفوة. Allah tabaraka taala katika waja wake kuna waliochagua.
idha ahsanu istabsharu, wakifanya vizuri wakifurahi. Wa idha asau staghfaru, wakifanya vibaya wanaomba Allah msamaha. Wa idha an'amu shakaru, wa idha an'amu shakaru au idha un'imu shakaru, wakineemeshwa na Allah wanamshukuru. Wa idha btulu sabaru, wakipewa mtihani wasubiri. Hivi vitu vinastahili kuandikwa Allah katika watu ambao ni watu wa Allah amewachagua, wako na hizi sifa. Sifa ya kwanza, wakifanya wema wanamshukuru Allah. Akijaliwa kusali, alhamdulillah, nimeweza kusali, alhamdulillah. Kiweza kusoma, anamshukuru alhamdulillah. Watu wengi wameshindwa hivi. Kiweza kuamka usiku akasema alhamdulillah, wengi wameshindwa. Akisoma Qur'an, alhamdulillah, watu wengi wameshindwa. Akifanya dhikr, alhamdulillah. Akitoa sadaqa, akitoa zaka, alhamdulillah. Akiweza kwenda umra, hija, alhamdulillah. Akiwa mtoto mzuri mwenye kusema vizuri, sio mwenye kutukana, sio mkakamavu, alhamdulillah. Wa idha asa astaghfar, akitereza kama mwanadamu haraka anafanya tauba, hachelewi. Mimi ni mwanadamu, nimeshakosea, Allah nisamehe. Sio wale mwezi mnakoseana na mwe. Wa idha un'imu shakaru, akineemeshwa na Allah na shukuru. So mbona unipa kadogo, mbona fulani amempa hivi. Wa idha btulu sabaru, wakipewa mtihani wanasubiri. Hao ndio waja wa Allah wachagua. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال ركب سليمان بن داود عليهما السلام مركبا فجاء أناس من قومه فقالوا يا رسول الله. Anapokea Muhammad bin Ka'b al-Qurazi kwamba Suleiman ibn Daudi aliwahi kupanda siku moja kipando, alipanda siku moja kipando. Watu wakaja katika kaumu yake wakamwambia, ya Rasulullah, u'tita shay'an ma u'ta ahadun qablak. Suleiman, Allah alikupa kitu hajawahi kumpa yeyote kabla yako. Qala Suleiman alayhi salam. Suleiman, Allah amsalimishe, akawambia, arba'u khiswal man kunna fihi faqad u'ta khayra mimma u'ta alu Daud min ad-dunya. Vitu vinne katika chapa nyingine, arba'u khiswal man kunna fihi faqad u'tiya khayran mimma u'tiya alu Daud min ad-dunya. Kwenye chapa nyingine ndio pako sahihi, hapa kwangu ni kosa. Vitu vinne atakayekuwa navyo amepewa kuliko watu wa Daudi, au alipewa zaidi walivyopewa watu wa Daudi, yani Daudi na familia yake. Ndio Suleimani yuko. Maanake usitizame ule ufalme wa Suleiman, rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, nipe ufalme usimpi yote kabla yangu. Usitizame huyo, usitizame Daudi alikuwa anafanya tasbihi na milima na ndege. Usitizame Suleiman alikuwa anazungumza lugha za minyama. Vitu vinne ukivipewa wewe unamshinda Daudi na Suleiman, isipokuwa kama na yeye alivishikilia. Tuibie siri, kulluna adhanun saghir, sote masikio yetu tunakusikiza. Acha kuchati shehe, vitu visikupiti. Acha kusinzia sinzia, acha kuzuba. Uko nakula, piga pose kwanza. Khashiyatullahi fi sirri wal halali, cha kwanza. Shehe, viandikwe, tuktabu fil hanajir walau bil hanajir. Hivi vitu viandikwe kwenye roho, hata kwa maji ya roho na wino wa roho kama nakuwaga. Cha kwanza, ukijaliwa kumwogopa Allah siri na dhahiri, Allah 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 Allah, hicho ni kitu kikubwa sana. Kama gisi uko wazi unasikia haya kufanya maasi watu wasikuone, na ukiwa siri hivyo hivyo. Ukiwa mbele yake si umsemi vibaya, na kama hayuko usimsemi vibaya. Utakuwa ipo kitu kikubwa bwana. Jamani, tusimseme mtu hayuko hapa, hayuko hapa. Nakwambieni acheni kumsema. Wewe jifahamu cha Mungu, mkiendelea mimi nasimama. Sawa.
hausikii muziki watu wakiwepo, na ukiwa peke yako usisikii muziki. Unaogopa kumpiga chabu mwanamke mbele za watu, wataniona kama mtizama. Na ukiwa na simu yako na kwenye TV yako peke yako, usimtizame mwanamke haramu. Ukienda Afrika unaogopa kuvaa suruali, na Ulaya usivai. Walqasdu fi lghina walfaqr. Pili, kuwa mkatikati, uwe navyo usiwe navyo, wewe hali yako ni moja, sio wale mutakallabul mizaj. Kuna watu wako na sifa tunaita mutakallabul mizaj, yani maana yake haijulikani hali yake, abadika badika kama hali ya Ulaya, mara baridi nyingi, unaweza kutoka pako kijua jua baridi na famia, ukatoka pako baridi jua limefamia. Ulaya ndio maana wakawekaga wakawekaga meteo, yani maana kwenye simu yako uko na hali ya hewa ya Ulaya, kwa sababu watu wenye wako Ulaya wengi wanabadilika badilika kama hali ya hewa ya Ulaya. Wallahi Sheikh, mimi sijawahi kuona watu wabadilika badilika kama Ulaya. Nilipokuwa Afrika, kama nilikuwa siishi na watu, kama nilikuwa ningali mtoto sijaona. Yani Ulaya unamwona mtu huyo mtu, kuna siku anafurahi sana, kuna siku anakasirika usi ule ule, yani sio ule mtu anajulikana huyu ni hasira tu, ni kisirani, huyu anajulikana ni furaha. Lakini kuna wakati unakutana mtu anacheka cheka wakati wa kupokea pesa mwisho wa mwezi Ulaya. Hizo zote tu mwisho wa mwezi watu hivyo wana furaha na wanacheka cheka. Yani unataka kuongea na mtu wa Ulaya vizuri hivi, sasa hii ndio siku zao hizi, nampigia simu na kupiga story kabisa, iko na furaha kwa sababu zimemwaika. Yani watu wako kama hali ya hewa ya Ulaya. Hali ya hewa ya Ulaya, kama ukutana msimu yako, unaweza ukaenda nje ukutana baridi ambayo hutegemea, kwa hiyo ndio kuvaa nguo za baridi. Kama ukutana simu yako, unaweza kuvaa nguo za baridi ukutana joto la maajabu kaamua kuvaa. Kuna wakati nakutana na wazungu, ameamua kuvua nguo yake ya baridi akaifunga chini huko kwenye kiuno, maana alitoka nyumbani anajua ni baridi. Kweli iko ni baridi, lakini baridi imeisha. Ndio watu wa Ulaya sasa, ndio kwenye jinsia za kike sasa, afadhali hata wanawake sasa. Ya Allah, anaweza kutoa, unaweza ukamlipia tiketi na visa ukamtoa Afrika, anakupenda, yani unaona kwa mwanamke yuko tayari kufa kwa sababu yangu, yani wakiniwekea sumu yeye anakunywa anakufa yeye. Alipokuwa Afrika ndio sio unamuona hivyo, mleti Ulaya sasa wewe ndio unaanza kukwepa hivyo, nikizuba unakufa taniua, na chakula nakupa unategeza kwanza ale kwanza yeye, sababu unaogopa sasa kwa aliweka sumu. Unaona hizo habari? Yani nchi imebadilika. Mimi sijawahi kuona gisi hali inabadilika Afrika kama gisi inabadilika hapa. Kuna wakati eti usiku unakuwa mrefu, watu wanafika alfajiri mpaka saa moja saa mbili asubuhi. Kuna wakati usiku unakuwa mfupi, alfajiri saa tisa ya usiku mpaka saa nane saa saba alfajiri ula. Yani hatari sana shekhi. Hivi vitu Afrika ipo. Afrika ikibadilika dakika 30 ndio ikienda sana saa moja. Ndio maana unaona watu wa Afrika ni watu wanajulikana. Ule mtu tunamjua anakuwa na hasira, ule mtu anakuwa na maneno mabaya, jitadhari. Ule mtu anakuwa mtu mzuri, ule mtu anakuwa na furaha, ule mtu anasemaga maneno mazuri mazuri, watu wanajulikana. Ndio hali yake inajulikana kuanzia tarehe 1 Janvier, tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 30 mwezi wa mwisho wa 12. Iko hivyo. Ulaya sio hivyo shehe. Miezi mitatu mtu ana furaha, ukimjongelea utasikia utamu kabisa, unasikia hapa ndio nyumbani hapa. Miezi mitatu nyingine uchungu chuma, ukimjongelea utasikia chuma, na watu kwenye ndoa zao wanashuhudia. Kuna wakati mimi niko na simu yangu tu, mtu ananipigia shena, kuomba unisikilie audio hiyo, usilali bila hujasikia. Wallahi tena utani saa 7 usiku saa 8 usiku nafungua audio, mke wake anamtupa nje. Mke wake anambia toka nje, ajihulu mahali yako hiyo. Mimi huyu mwanamke mimi ndo nimeleta Ulaya, mimi ndo nimemleta, anaweza kunitoa mimi nje, nifanye aje chef?
Khulu imekubalika, naambia haijakubalika mpaka ukubali. Afadhali sasa, alitoka hospitalini, walifanyia operation. Wanawake wasameheni wanaume, shekhe, mnawapa stress mpaka wanaume wengine wanakimbia hovyo. Mtu asema mimi nakimbia Ulaya na zangu Afrika, mwingine anaenda zangu kuishi Amerika, wengine Australia. Nini mwanamke changu cha wale jamaa anamwambia eti wanawake wa Ulaya ni kama kama buibui tande tande, ikishaona kwamba imepewa mimba inataka kuzaa watoto, inamuua mme wake, inamla, na watoto wakizubai inaweza kuwala. Sio wanawake wote, wengi. Msikasiriki, mimi najua kuna wanaume na wavurugeni au mimi siwakusudia hao, tabban lahum, wale wao na wenyewe, lakini tuko tunasafisha jamii, si ndio? Tunasikia kesi zenu, mashtaka yenu, kwa hiyo inabidi tu tunawazungumzieni hapa hapa, mjikeleveshe, muache, mnawalipua ume zenu, mmekuwa mabomu nyinyi. Wengi wenu wako wadogo wacha Mungu, mashallah, wanajitahidi. Allah wahifadhi na wapende zaidi. Waruya an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qila lahu ayu nnas an'am, Abu Dharr alimuuliza, nani mtu ambaye ana neema kuliko watu wote? Qala jasadun fi turabe amin min alhadhabe muntadhir athawabe. Nani mtu wa kwanza ananeemeka sana? Akasema maneno makubwa kweli, hikma ya ufasaha pia. Akasema mwili uko kwenye udongo, anakusudia mtu mwenye hana malalo mazuri, mtu mwenye hana mapato, lakini huyo mtu kaaminika na adhabu, anangoja thawabu. Wallahi, ama ni Abu Dharr ya ukweli, shekhi, yanukuliwe. Bali ingiza kijiko uyachukue, ila aqam minhu wala tasali. Ingiza kijiko unywe, shekhi. Jasadun fi turab, mtu mwenye hana lakini ameaminika na adhabu, anangoja thawabu. Huyo mtu ndio mwenye kuneemeka kuliko watu wote, wallahi. Hivi wewe uko na kijumba chako kizuri cha riba, unaishi vizuri, unalala vizuri, vila watu wanachukua Ulaya, nyumba za mikopo, nyumba za riba, uko una neema, na kudanganya wewe, unadanganyika shehe, kwenye adhabu. Unakula pesa za watu za haramu, kwa hela za misikiti, za mayatima, unacheza kale kamchezo ka drug, madawa ya kulevya, ili uishi vizuri. Una majumba Afrika, eti kwenye neema. Wallahi hauko kwenye neema. Mwenye neema ni yule mtu mwenye kwa Afrika anakosa hata godoro ya kulalia, anakosa chakula, misumari ndio anakula, dagaa zamani. Kula kwake ni mpaka ahangaike, lakini hafanyi maafi. Huyo ni bora kuliko wewe. Hiyo pesa yako ambayo inakupeleka Afrika uenda kutepetesha wanawake, mke wako tunasikia habari, mme wako huko shekhi anatamba. Hizi ni kesi zinatufikia shekhi, mpaka anakwambia, mtu mmoja anamwambia bwana, alifika tu mme wake atoka Afrika, kufika kwenye mlango akaambia, mahari yako hii hapa, mahari yako. Sijafika hata hujanikaribisha, mahari yako hii. Mwingine anambia, nimesikia kama ulioa Afrika, chagua moja, simu hii, mpigie mke wako wa Afrika, mwambie nimekuacha, ukaribie, au ukataka kumpigia, tafuta fursa, utaenda kulala. Sasa wewe ulitoka Afrika, unajua nyumba ni mimi na mke wangu. Hakuna nyumba hapa unasura kisilio. Sio kama kule Afrika mtu anaweza kuwa yuko na nyumba zake mbili tatu, mpanga hapa, mpanga unampangia mwanamke hapa na huko ni nyumba ya moja, hiyo hiyo ya wewe na mke wako. Yani ni system wazungu walifanya ya kikafiri, yani hata usiwe na uwezo hata kuwa mke wa pili. Unafika pale akwambia simu hii, piga simu. Chagua nini? Uende kulala kwa rafiki yako hujamtaarifu. Ndio utachagua hilo.
Itabidi uchukue simu mpigie mke wako, bwana, mke wangu nimekuacha. Sasa wewe umetoka hapa, nimekuaga mpaka airport, umesafiri vizuri, kuna nini baba? Wewe sikia tu hivyo, sikia tu hivyo, simu inakatika. Ulaya kwa hiyo wazima wazima wa Afrika. Watu wazima, mtu hata mtu unashangaa, watu unashaona kama kwa hiyo wazima wazima, kwa bicho yuko vibofu vibofu. Ananiambia hiyo. Asubuhi anapigia, samahani, mambo yalikuwa nipandia. Sija kuacha na kupenda mke wangu. Lakini mama watoto ndio alikuwa amenilazimisha. Analazimishwa. Unalazimishwa jioni, mwanaume au ndio wewe unasema wewe uko Afrika ujue inakuwa inasema haujui, hujaelewa. Sina kila tomu. Anauliza sasa swali, hii talaka inakubalika? Ikubaliki? Inakubalika. Nimeteswa nguvu. Wateswa nguvu na mwanamke. Ukiona mtu ateswa nguvu na mwanamke, hiyo talaka inakubalika? Inasabiliwa ni moja. Tumemaliza kitabu cha Balaki. Faida zilikuwa ni nyingi, muda ukachukuliwa, na tumeanza tumechelewa, maana siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku nzito ya madarasa kweli kweli. Kwa hiyo naona tunakuwa tuwapendelea watu wa Ulaya kwa sababu wengi wao kesho hawatumiki, ndio wanakuwa wanajivinjari. Watu wa Afrika wakati wanalaumu, bwana, wanafanya usiku mwingi, huko kwetu mataa yanakatika, sijui connection zimeharibika, mvua ni nyingi na kadhalika. Tutafanyaje? Na sisi tuko na uwezo za kusomesha. Wakitoka wanaume wa Sweden wanakuja wanawake wa Qur'ani, wakimaliza watu wanawake wa Qur'ani wanakuja mustawa wa kwanza Kiarabu, wakitoka hao mustawa wa pili Kiarabu. Yani inakuwa ni madarasa. Ukiingia sasa Jumamosi na Jumapili, wakitoka watoto wanaingia wakubwa, inakuwa ni madarasa kwa madarasa. Allah tukupe thawabu, ajalie kwenye mizani ya wema wetu. Tunachoka sana, tunachoka, lakini Allah tabaraka wa taala tunamuomba kubalie na michoko yetu aiandike kwake, na atupe pepo kwayo, na atupe maisha mazuri duniani na akhera kwa hivi vitendo vyetu vizuri, bila kusahau na nyinyi Waislamu ambao mnajitolea kutupa sapoti. Allah akubarikini na akuendelezeni na akupeni maisha mazuri duniani na akhera. Hayo maswali yangu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wenye maswali yao wanaweza wakainua mikono wakauliza maswali. Kuna swali limetangulia la mwanzo hapa, limetumwa na akhuna al-aziz nani anaitwa Abu Thaimia, lakini ningelimtaka radhi kama shekhe nisikia ili swali lake nisingelipendelea kuliuliza, maana kama tumeambiwa sisi tuwe wapenzi wa mashehe na sisi tuwe sababu ya kuunganisha mashehe na mapenzi kati yao. Ili swali tukiliuliza moja kwa moja jukwaani, swali lizuri. Kama umeliuliza kwa kutaka kujua wewe, ni kheri, insha Allah itakuwa vizuri. Tumtafute shekhe pembeni, na leo una wepesi wa kumwona shekhe, utaongea naye atakufahamisha kwa zaidi. Au nikikudhania kheri, labda kama utaka kuuliza ili labda upate jawabu, alafu kamkabili ndugu yetu, labda umuonyeshe na wewe haki, basi itakuwa kheri vile vile. Ongea na shekhe akufahamisha, alafu ujue kama utaonana naye. Au kama ni message unataka labda imfikie ndugu yetu katika kumrekebisha, vile vile shekhe ana ukaribu naye, ningependelea vile vile tutaongea na shekhe, tutampa swali lako, alafu shekhe atajua jinsi atakavyokutana naye. Kama ni haki, Allah atatulipa sote kwa nia yako njema, na shekhe atakufahamisha kama ni sahihi au si sahihi. Ningependa kabisa ndugu yangu niwe radhi ili swali tusilisomi, sababu hata shekhe nikilisoma atalazimika alijibu. Afu anaweza kalijibu labda muhusika wewe uliuliza swali, huenda asikuelewi tofauti, akamuona shekhe mwenzake vibaya, afikisha kata uhasama katika mashekhe zetu, tukajikuta sisi ndio kumbe tunakuwa chanzo kila siku cha kuchonganisha mashekhe zetu. Alafu huku pembeni tunasema mashekhe hawapendani, mashekhe wanafitiniana, mashekhe mbona wako kitu kimoja. Kumbe kuna maswali sisi tunauliza mashekhe, alafu wanalazimika kuyajibu, yanafika upande wa pili kuonekana vibaya.
Basi wengine ningewakaribisha inshallah, wenye maswali yao wainue mikono inshallah, waulize maswali yao. Sheikh, nafikiri umenielewa kidogo Sheikh. Nimekuelewa sasa, lakini Nitakutafuta baadaye, swali liko nimelielewa, najulikana inshallah, alikufahamisha inshallah baadaye. insha insha la basi, la basi. Na swali lingine, kuna mtu kaandika nasema, Sheikh, tunaomba umalizie hizo sifa 4 za mwisho za mtu akiwa amezikusanya, basi iko vizuri. Asante wallah, nimezisahau wallah, sikuzimalizia. Jazakallah khair, Allah mjaze khair. Yani nimenogewa nikashindwa kuzimalizia, na hiyo ni dalili ya kwamba anafuata darsa mwenzetu wallah. Hata mimi ningeona baadaye, kwa sababu kuna wakati nachunguza darsa, ningeona sikuzimalizia, ingeniuma. Allah mjaze kheri Muislamu huyo ambaye alikuwa makini kufata hizi darsa, hakuwa mwenye kulala na akaona kufasi gari kuna mapungufu. Asante. Ni sifa 4 ambazo Daud au Suleiman alimwambia huyo mtu, bana, nyinyi familia yenu mitume mmepewa mazuri, akamwambia nyinyi chukueni 4 mtatushinda, labda na sisi tuyashikilie, na kadiri mtu anavyoyashikilia ndivyo anavyokuwa bora kuliko mwingine. Jambo la kwanza tumesema ni khashyatullahi fi siri wal alaniya, kumwogopa Allah siri na dhahiri. Hilo la kwanza, hilo tumeliboresha tukalisema likatunugia, tukasahau ya njili. Walqasdu fi lghina walfaqr, kuwa mkatikati, uwe navyo unatoa, uwe hauna unatoa. Waladlu fi lghadabi walridha, kuwa mwadilifu unapokasirika, unaporidhia, kuwa mwadilifu. Ukiwa na hasira isikufikii ukasema yasiyofaa. Usiwakati watu maneno kwa sababu uko na hasira. Usiwatukani watu kwa sababu uko na hasira. Kuna mtu bwana ule uko na hasira, jamani, kuweni mbali, hasira zake ni mbaya. Kuwa mwadilifu hata kama uko na hasira. Kuna mtu akifikia kiwango cha hasira, ewa huyu jamaa kuwa naye mbaya, atakupiga kitu, ni kitu atakupiga nacho. Huyu jamaa akiwa na hasira, neno lolote atakwambia. Kuna mtu akiwa na hasira, watu wanamuogopa. Asivyo, iwe mtu mwema, inabidi kwenye hasira zako uwe mwadilifu, usirushi tu hovyo hovyo, usipigani hovyo hovyo, usiwi mtu ambaye akili zimekuruka, waridha. Na hata ukiwa na furaha usichupi mipaka. Kuna mtu akiwa na furaha, ile nyumba yangu kwa Afrika nimekupa kwa furaha tu ndogo. Bana wewe, bana unampa mtoto wako hii nyumba, mbona kuna watoto wengi, unampa mke wako hii nyumba, kuna wake wengi bana. Mke wangu bana, wewe bana, wewe ndio mke wangu wa kwanza, napenda kuliko wake zangu wote bana. Maneno mazito sana, kuna wake wengine utachonganisha, haifai. Kuwa hata mtu anapata pesa, yani anakosa uadilifu, anavuruga zile pesa, anawapa hawa, anawanyima hawa, katika familia yake anachagua hawa, iko na kikundi kake, wengine anawachukia watu, huyu ameenda Ulaya huyu, bana, hivi ndio atakuomesha. Na kweli kweli, hata Ulaya sasa nitawakuomesha wale watu walikuwa nikosea, nitawakuomesha. Kuwa na uadilifu katika furaha na katika hasira, uwe mkatikati, usipendelei, usimili. Ukifanya hivyo, Suleiman anawaambia watu, ukiwa hivyo wewe utakuwa mzuri. Kuna kitu kimoja kinatushinda sana sisi, ile kauli ya mshairi anasema eti wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun, jicho la mapenzi halionagi aibu. Usiwi hivyo, ili uwe sawasawa kuliko alu Daud, kuliko familia ya Daudi, inabidi hii ni dosari kweli, nakupenda lakini dosari. Shehe wangu kauli hapo umetoka umekosea, sawa, uko na elimu lakini kiutu umekosea. Shehe wangu hapa kabisa umekosea. Hii ni maasi, hii ni mkosa, acha kujitetea. Hata wakati shekhe yuko kwenye mziki, au shekhe alifanya harusi ya mziki, au shekhe mke wake alivaa vibaya kwenye harusi, au nakutana shekhe katukana wenzake,
au kampa talaka mke wake bila sababu za kimsingi. Kwa shekhe wetu kwa kweli, japokuwa kwa sheria yetu, lakini hapa ni kosa. So kwa sababu unampenda yani maanake unakuwa flu, hauoni wa ainu ridha an kulli aibin qalilatu, kwa sababu unampenda hauonaje aibu, unaona tu yote ni mazuri. Mpaka mimi mwenyewe nasikia mtu mmoja anasema bwana, mkitaka mseme msisemi, sisi tutaenda naye hivyo hivyo. Huyu jamani mzinzi hivyo hivyo, tunakubali mwesi mna yenu. Inabidi uwe mwadilifu ili uwe maisha mazuri, na jicho la chuki linaonaga mabaya tu. Huyu mtu ana fadhila, huyu mtu ana mazuri, mimi simpendaje tu, yote futi. Na jambo la nne, wahamdullahi fi sarai wa dharra, ndio mahali ushahidi wa mlango wetu, kumuhimidi Allah tabaraka wa taala kwenye hali zote, na ndio jambo tumeanzia mwanzo kabisa wa mlango. Yani maana yake unajua, jamaa tunajua bwana, kila siku yuko na tabasamu, yuko na matatizo kweli, hana kazi atabasamu, akiwa na kazi hii tabasamu lake alipotea. Yeye na mke wake wanaishi vizuri, tabasamu lipo. Wameachana, tabasamu lipo. Walimdhulumu, tabasamu lipo. Walimrudishia pesa yake, tabasamu lipo. Yani yeye katika tabasamu, anaumwa, tabasamu halikosekani. Yuko vizuri afya yake, tabasamu lipo. Yani yeye kila siku kwa tabasamu, anamshukuru Allah. Hilo litakufanya kabisa wewe katika maisha mazuri. Yahifadhi ya manne tumesema aje, tuktabu fil hanajiri walau bil hanajiri, yaandiko kwenye roho hata kwa wino wa roho. Kisikia neno nakisema mimi, ujue neno hilo ni zito. Asante, tukumbusha. Barakallahu fiki. Naam Sheikh, naona hakuna ambaye kisha nyanyua tena mkono, lakini dada yetu Daziada anaulizia kuwa masomo ya kina mama wanasoma siku gani na siku gani na ni mida gani? Masomo ya kina mama, tena Daziada nilikuwa shawahi kumuomba hilo jambo asome, kwa sababu ni mtu huwa anatuandalia hizi darasa na anapitisha vitabu. Akiwa amesoma Kiarabu inakuwa ni nyepesi kwake. Kuna wakati vikimsumbua kidogo, tunatafutana hivyo, tunaambiana, na kuna wakati anaweza kanikosa nikamchelewesha, lakini akiingia katika hizo darasa insha Allah atakuwa mzuri sana katika lugha ya Kiarabu. Tunachukua muda kabisa kwa kufundisha kina mama Kiarabu bila hata kusahau kina baba, alhamdulillah wanafaidika. Tunasoma siku 3 kwenye wiki kutokana na viwango. Kuna kiwango watu washafikia kwenye somo la 3 kwenye Kiarabu, kwenye somo la pili, kuna wenye kwa somo la kwanza, kuna wenye kwa somo la 0 kwenye kabisa waone herufi. Jumanne, mardi na mercredi, Jumatano na jeudi ndo siku sisi tunasoma mara nyingi hizi. Kwa haya masomo matatu tumesema, na hili la 4 la 0 na lenyewe la kuona herufi na wenyewe pia wanasoma, wanaume na wanawake pia wanasoma. Kwa hiyo milango iko wazi kwa wote, wanakaribishwa. Tukichelewa kidogo, kuna wakati tunaanza tukasoma lendi Jumatatu, kuna wakati tunaenda Ijumaa kama ile tumesoma Ijumaa, nikiwa nilikuwa na udhuru kwa siku zingine, alhamdulillah. Lakini tunaendelea kusoma na wanafunzi wanafika sehemu nzuri ambayo inaridhia, na mstari wa pili wa tatu hivi tunaweza kusema Kiarabu, na walillahi alhamdu wal minna, na linaturidhisha sana, linatufurahisha hilo, kwani kwa sababu kwenye yani tunaona kama ile dawa iko inapiga hatua, sio kama zile dawa za zamani unatoa mawaidha, unaenda kwenye mawaidha miaka yote unarudi wewe ule ule, lakini kunakuwa kuna mabadiliko. Ulikuwa hujui kusema Kiarabu, unaweza kusema Kiarabu. Ulikuwa hujui kusoma Kiarabu, unaweza kusoma Kiarabu. Qur'ani, ulikuwa hujui kusoma vitabu hivi. Tunakuwa na ustazi wetu mashaallah, tukitaka kufundisha vitabu vingine, wao ndio watusomea vitabu kama kina ustazi kuja, mnaonaga mashaallah, Allah ajaze khair. Hiyo yote ni matunda ambayo tunayaona katika kufundisha. Allah ajalie kwenye mizani ya khairi yetu, na wengine kabisa wanakaribishwa kusoma. Tuko na wanafunzi kadhaa ambao alhamdulillah wamefikia sehemu nzuri, ambao wengine sijawataja kutokana na simu yangu sasa kuzimika, na nadhani alhamdulillah kuna swali lingine kizimika, sintorudi tena, itakuwa tumemaliza hapo. Naam.
Naam, Sheikh, mbio mbio tunamkaribisha ndugu yetu Amani Baba afungue maiki yake. Naona amenyanyua mkono aulize swali. Karibu kaka Amani Baba. Hata Amani Baba ni katika wanafunzi ambao tunaenda nao vizuri kabisa na hatua yao imefika mbali na turidhisha, walillahi alhamdulillah. Naam, Naam Sheikh, assalamu wa barakatuhu. wa alaikum salam wa barakatuh. Naam, vipi hali Sheikh, kwema huko? Wema, alhamdulillah. Naam. Sheikh, mimi swali langu litakuwa nje ya mada. Ni debate ambayo niliona kwenye mitandao ya kijamii Naam, na mimi vile nikatatazika kidogo naam, kwenye Al-Baqara aya 97. mm, Pale Allah anasema qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Debate ambayo ilikuwepo ni kwenye hii dhamir fa innahu nazzalahu. Mmoja anasema ya kwamba ifa innahu hii dhamiri hii inarudi kwa ule adui, na mwingine anasema hapana, hii dhamiri inarudi kwa Jibril. Sasa sasa katika hizi kauli mbili kuna regle gani hapa ya kuangalia kama hii dhamiri inamkusudia Jibril au inakusudia ule adui wa Jibril? Barakallahu fik. وإياكم وإياكم. قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل، عفوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. hii dhamira amrudie Jibril kwa vigezo vyote. Kwani debate ni Muislamu na Muislamu wala Muislamu na asiyekuwa Muislamu? Amani Baba, Amani Baba, rudi tujibu. Amani Baba, fungua maiki yako mjibu Sheikh anapouliza. Naam, ilikuwa ni debate ya mwenyewe ambaye ni Muislamu ambaye sio Muislamu. Lakini akataka kujua ni kwa nini anazungumzia, anasema ya kwamba hii dhamiri inarudi kwa Jibril. Yani kwa kigezo gani, kwa ushahidi upi? Basi nimeelewa. Kama sio Muislamu anaeleweka. Ingekuwa ni Muislamu ndio ningeshangaa. Huyu hajui hata Qur'ani wala hajui Kiarabu. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Kigezo lugha ya Kiarabu الضمير Naam, kaka Amani Baba na ndugu zangu wengine, naona Sheikh simu imezimika kama alivyotuahidi kuwa simu moto umemwishia. Basi kwa hivyo swali tunaliweka insha Allah, tutaliuliza kwenye darasa lijalo la kesho insha Allah. Na ndugu yetu Abu Uthaimin, nashukuru sana kutuelewa kwako. Insha Allah tutawasiliana na Sheikh na tutaongea pamoja, tutauliza swali lako kwa kirefu insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.